Hello family, it's another Sunday to thank God, and I'm here once more. It's your girl. I'm thanking God for the gift of life, for gifting me with you, and for gifting us the breath. So many people wanted to see this today, but they could not see it. Sindio? And so many are in the hospitals, but ni kwa neema tu, sindio? Si kwa uwezo wetu. It's because we have not completed our purpose. Anyway, without kuleta hizo zote, leo I've come to you another video, another new story, another new thing, and today I'm going to take you through prison life. Najua wengine wameni inbox wakiniambia Grace utuambie venye kulikuwa. It was Jehannam, but before we introduce kwa hiyo Jehannam, I want to encourage you to subscribe, like, share, and comment. First, you share to as many people as you can, so that we can inspire each other. And now it's the beginning of our video. And before I tell you how it was, now let me give you an intro to my new life, my house tour. I'm going to show you where I live. Ni kadogo tu, si kitu kubwa. We are growing, sindio? Tunaambiangwa a journey of 1,000 miles starts with a step, sindio? And this is how it is. It's going to be. So, this is my house. This is my kitchen. Yes, it's my kitchen. Ni kadogo tu. Kitchen. It's my kitchen. Then, this is my living room. Ni kubwa, haina vitu, but tutajaza tu vitu, sindio? Yes, this is my living room. And my bedrooms. It's a 2-bedroom house. And my space hapa iko in between. Hakuna stima, ningewaonyesha. Yes, my space hapo. Hapo ndipo Grace anakaa. And all thanks to you, bado. Yes. Now, back to business. Kuna wengine wenyu wameniambia niwaambie how prison is. And I'd like to share it. I thought it. Imagine I've been thinking about it. But nimekuwa na ile chills. Sijai get over it kabisa juu inakuwaga traumatic. Thinking about how unakuwa controlled by security officers. Mtu mkubwa anakontroliwa na mtu mzima. It's not easy. So, this is how prison is. Utseme, we will start with the remand section. Umeshaenda kotini, umeambiwa ngoje your case to start. So, you are taken to remand. Ukifika, by the way, mnaendanga na kibasi kikubwa. Kibasi kingine kikubwa sana. Mnajua mumeziona kwa barabara zimeandikwa Kenyan prisons. Hapo ndani hiyo basi unaingia. Ukiwa ndani hiyo basi first unasearchiwa. Kuna kuwaga na search. Zamani kulikuwa na kitu ilikuwa inajiitanga wacha tusifike. Wacha nisiwaambie hiyo juu nikiwaambia hiyo nitakuwa natolea wenye wako huko ndani rangi na watu wa rangi, but si experience poa. Unasearchiwa, like unaingiwa kwa panties, the bras wanawake, mnatafutwa like kama uko na simu, contrabands, kitu yoyote ni illegal yenye kubaliwi jela. Kama ni simu unapea huyo askari ako hapo kwa mlango ya bus. So mnaingia kwa hiyo bus, mnakaa. Mnabebwa all the way to Lang'ata Maximum. Sasa ni hapo kwa gate. Mkifika kwa gate, mnashuka mmoja. Mnashuka mkiitwa na warrant. Inaitagwa ukiwa remand, hatutaita committal, tutaita warrant. So umeshikwa, wameanza wanawaita majina mkiingia ndani ya remand. First mnaingia ka section kengine. I wish ningekuwa na uwezo ya kuatachia venye yako ka section kanaka, but as I advance ndaionyesha venye kanaka. Yani ka section tu kadogo kako ni kama reception, but si ka reception ka kawaida juu kako na 2 rooms. Kako na 2 rooms na 2 rooms ni to dark. So mkiingia mnaeka mizigo yenu kando, then mnatoa hizo nguo zenye mlikuwa mmevaa za nyumbani.
mkitoa mko uchi nyinyi wote. Alafu sasa hiyo mnatoa, askari amesimama hapo akiona mmoja ana hesitate, anamuuliza, wewe wewe unajificha nini na mimi ni mwanamke kama wewe? Ni mimi nilikuleta jela. So hiyo sauti ya kwanza hiyo inakuonyeshanga how uko umefika kwa shetani. Unasikiaga venye tunaambianga ukienda heaven utakuta malaika wawili wamekungoja. So pale kuna wale malaika wawili. So sitawaita madevil, ndawaita malaika juu they are angels, even though wanakuwaga wahash, they are good people. So umekuta mmoja kwa gate, kuna ule mwenye amekushukisha kikuita na committal, umepata mwenye amekushikia gate. Usiguze gate. Mlango ya jela kitu ya kwanza iguzangwi. Kama wewe si askari usiguze mlango ya jela. So wanakufungulia mlango. Wakisha kufungulia mlango, unaingia. Huyo ni malaika wa kwanza. Malaika wa pili ni ule mwenye anakutolesha nguo akikuuliza, ni mimi nilikuleta jela? Unaona? So unatoa nguo. Mko naked nyinyi wote. Mnaambiwa mchuchume, mnaruka frog jumps. Hiyo ni ya kuangalia mama umebeba tu baby boys ama tu baby girls. Hiyo sitawaambia nini, nitawaambia pale mwisho nikimaliza hii story. So muna the boobs mnaambiwa muinue, mrukaruke pole kwa kutaja vitu venye ziko, but nataka tu niwape hiyo clear picture how it is. So mumesha confirmiwa una anything. Mnaingia, wenye wako na nywele kubwa dreads zinaguza nguzo, zinafanywa search, mna strips achiwa, alafu sasa mnapewa bags. Hiyo bag iko na bag kako na kakunguru, yani hiyo nguo ya jela, hiyo uniform ya jela. Alafu na hiyo mfuko pia imeshonwa na hiyo material ya uniform ya jela. So unaambia ukitoa hiyo nguo yako yenye umetoa na hizo vitu zako, usibebe bra ufai kuvaa, but you wear your panties. So unaweka hiyo bra na nguo hapo ndani. Panties unavaa tu your normal panty. So unaingia kama uko na kunguru yako. Sasa mnaingia kwa pale panaitwa documentation office. Hapo unaenda kuandikisha any pesa, ile pesa yenye ulikuwa nayo yenye ulipeana kwa gari. Ukiingia kwa bus unaenda kuandikisha property yako. Unaenda unaandikiwa your property. Ukishamaliza kuandikiwa your property, kuna kuaga na mfungwa anaitagwa cleaner. Unasikia tu huyo madama kwa ofisi akishamalizana na nyinyi anaitana cleaner. Huyo anakujanga amezoea kukaa huko, yani anaonanga huko ni home, yani amekuwa na kiburi, anakaa tu kama askari. So anakuwa na kiburi, yeye anasahau yeye pia ako na case. So yeye anakuanga hapo amengoja, amekaza macho. Akikuja anaambia chukua watu wako. So kama mimi nilikuwa na kunguru ya grey, hiyo ni capital offense, na wenye wako na hizi other offenses zinaitangwa felonies na misdemeanor. The misdemeanors hawa kina assault au hizo mnavanga hizo nguo za aya pole. Misdemeanor ni petty, like petty offenses. Alafu the felonies ni kama capital offense and some robberies, yeah. So anaambiwa kuna huyo sasa cleaner wa misdemeanors na kuna huyu cleaner sasa wa capital offense. Huyo wa capital offense amevaa kama wewe mwenye umevaa grey. So unaambianga fuata mwenye unaona amevaa kama wewe. Na yeye yako pale amekunja macho. Anakuja kwanza anakubefriend, mkitembea sasa anaenda kukuonyesha kwenye unaenda kulala. Akikufikisha before mfike hapo, kama ni mimi venye nawaambia from my point of experience. So venye tulifika, hii ni umeingizwa ndani ya remand. Sasa ushamalizana na documentation office, kuna kagate. Ako kagate kako mali hidden. Uko ni kwa watu wa capital offense, alafu huku kwingine open ni kwa watu wa au petty offenders. So mumeingizwa kwa kagate, umeingia. Ni mahali pamejificha, si mahali ati hata wewe tu ukiingia una feel hey I'm not normal. Nguo yenyewe inakusikia juu. Alafu sasa penye umeingia, hapana, you are not normal. Hata ukiingia unaenda kukutana na wale sasa wenye wale watu wenye wamefanya marobari, wenye wamezoea kushika mabunduki, wenye wamefanya zile
zile just weka hiyo picture kwa akili yako. Unakuta mtu ako so merciless, anakuangalia like alafu na ukifika huyo cleaner anaenda akikuuliza ulifanya nini? Sasa utamwambia, yeye anakuambia mimi nilifanya hivi. Hata maybe anakudanganya, utajuanga baadaye alikudanganya. Alafu anakuuliza umeandikisha pesa ngapi pale? Kama hujaandika pesa yenye iko na akili, anaenda kukupea mali, unaenda kulala na wale watu wenye wana akili mbaya. Tutasema akili mbaya, wenye wayuko normal, lakini the court iliona hawezi kaa kwa mental institution, wanaweza kaa ndani ya jela. Kuna kuaga na wana consider si kila mtu hata akiwa na akili mbaya anapelekango mental. So kuna wenye wako huko ndani wenye wanaweza kuwa managed, but pia si ati managed that way. Usiku unaweza kuwa umelala ukute mtu ameamka amekuangalia amekuangalia, amekukazia macho, na ile macho amekuwekea, alafu usikie huyo mtu ati alichemsha watoto wake 3 akakula, alafu umeko katikati yao na umeamka usiku umepata. Na unajua tu vizuri huyu mtu ana akili, hayuko normal kabisa. So umemwambia hivyo, amekuweka hapo. But sasa kama umeandika pesa mzuri, unapewa a better place ya kukaa. Pale napo unaenda kukaa na wale watu unasikianga hao ndio wako na jela, mpaka askari hizi muuliza swali. Yes, ni mfungwa lakini anakaa huko nikaa home. So unakaaga katikati ya hao yani huko nikaa kuna kuaga na stratification. Watu wamejidivide in structures, social structures, ambayo kuna wale upper class, kuna middle class, kuna the lower class. So ina depend na penye mfuko yako iko. Alafu so mimi nilikuwa na ball. So hiyo iliniokoa juu nilienda kukaa penye mama wenye wako wajawazito wanakaa, wanaikango kando juu wale watu si unajua hii ni capital offense. So unaweza pata kumetokea vita, wewe maybe ugongewe hapo, unaona, na wataki kukuwa na lawama. So kuna kale karumu wametengenezea ni capital offense, but mko tu wenye wako na watoto na wenye wako na mimba. So mimi nilibahatika nikapelekwa huko. Lakini kila mahali jela kuna challenge yake. So hata huko pia utakuta kinarawa huko. Juu kuna kila kinarawa hiyo ward. Alafu the vinaras au wanakuaga pia wao wamefuata hiyo strata. Inaitangwa the strata. Wanakuaga pia wao wamefuata juu. Pia wao watakupatia favor kulingana na venye mfuko yako iko. So mimi nimeingia, umekaa, imefika ni siku ya kwenda koti. Mnaongojanga tu koti. Every day you wake up in the morning 5, watu wanaombanga remand section. People they do pray. Unaamkanga ujiamshangi, unaamshango na maombi. Ikifika saa 9 unakusikiaga zile sauti zinatoka. Watu wana praying mpaka umelala unasikia like the earth is shaking. Watu wanakuaga wakiomba. Wanaomba, but the funny thing iko hivi. Watu wataomba, lakini kifika masaa ya saa 4 asubuhi mmeshamaliza kuclean. Unajua sasa nyinyi rimanda muindi shamba, mtashinda huko mkicheza draft, wengine kadi. Unakuta the same people who wenye wanaomba saa 4 ikifika ndio wao ndio wanatembeza contrabands, wao ndio wanavuta mabangi, wao ndio kuna vitu mingi zinaendelea. Unakuta those who are praying, they are the ones wana engage in such things. So unaamkanga saa 9, uwezi lala past saa 9 hata ukitaka juu kuna maombi, watu wanakuaga wakiomba. Hata kama uwezi mtu prayerful utajikuta unaomba. Watu wanaomba ikifika 6 watu wanakuja kufunguliwa wenye wanaenda koti. So kama ni siku yako ya kwenda koti, the day before unaenda kufua nguo. Unaenda kale kamfuko kenye uliweka nguo, unakutanga kameko ready. Wewe unaenda unakachukua, unakuaga umeshajua namba yake, unapeana the number before the date to the court. Unaenda hiyo siku unaenda unafua, alafu inalala ikiwa inakauka. Unaamka asubuhi hiyo 6 mkifunguliwa, unaenda you wear your kunguru, unapewa you wear your raia, inaitangwa raia. You wear your raia, alafu unaenda unapewa uji. Ukipewa uji unakunywa. Ukishakunywa unapewa maragwe mkebe, the army biscuits and the army beans. Hiyo maragwe mkebe na box ya
ya nini ya biscuit. Kama uko na mtoto, you are given 2 yako na ya mtoto, so na maziwa ya mtoto unapandishwa tena ile lori. Mkipanda lori mpaka kotini. Sasa mimi ilienda hivyo mpaka ikafika day ya conviction. Day ya conviction ikifika, mumebebwa nyinyi wote mliofungwa na wenye hamkufungwa, mumebebwa kwa hiyo lori. The same process begins again. Mnapigwa search, mnapelekwa Lang'ata. Mkifikishwa, wao utashuka gate ya remand. Utangoja marimandi waitwa na their warrants, muteremshwe. Kuna kuaga na Lang'ata inakuaga na juu na chini. Ukisikia mtu ako juu ako remand, ukisikia mtu ameteremka ako convicted. So unangojanga watu wa remand wapikiwe na wachukuliwe na their warrants, wao unapelekwa the convicted side. Sasa unateremshwa. Ukifika huko kwenye kuna teremshwa, huko si kama tipenye unafikaga unapatana na section ya reception. Hapana, pale unaingianga kwa gate, unakutana na the duty officer. Duty officer ni ule officer ako on duty that day. Hapo mnafikaga unakaba. Kukaba ni kusquat. Mnakaba, mkishakaba they hand over your, sasa hizo zinaitagwa committal. They hand over your committal yenye umetoka nayo koti, inasema umefungwa how long, ulifanya nini. Unaona, unapelekwa. Akichukua anapeleka documentation office. So yeye anakujenga kuangalia ni nani alikuwaga huko remand section na alikuwa anasumbua. Mumescot ameshapeana, anakuja sasa confirmation. Kwanza kama mlikuanga na grudge na yeye, you'll get it rough that day. So it's the beginning of your miserable life in jail. So unaombanga kama umeconvictiwa usipatane na ule duty officer. Jo kukosangi ule officer mwenye msikizanangi, si kila mahali mtasikizana. So tumefika hivi, mumeskotishwa, amepeana, amekuja kuconfirm. Akikuona ulikuwa rafiki yake, kai pole, ulifungwa kai pole. So hapo wewe ukisikia mtu ameambiwa tu pole, huyo have a smooth sentence. Time yake atamaliza smoothly bila kukuwa nani. Lakini utasikia mwingine amekuja, wewe na venye umenisumbua, kumbe ulikuwa ufungwe. Huyo sasa ujue yake imeisha. So wameangalia committals, mnapewa another bag, unaweka your nguo and another kunguru. If you are jailed 3 years and above, unapewa a new cloth, unapewa 3 blankets and a new mattress. Blankets they are new, and basins, unapewa basin moja ya maji ya kunywa na moja ya maji ya kuoga mpya. So unachukuliwa mahali panaitangwa special watch. Alafu ukipelekwa hapo special watch, kuna mahali hiyo special watch it's like kakijiji kamefensiwa na wire mesh, ni ndani ya jela na imefensiwa. Alafu kunguru yako, your uniform ndio naita kunguru. Your uniform inapigwa kiraka ya W with color red. Kiraka yani kanguo, a piece of cloth inakatwa letters W and S. Inawekwa SW nyuma na SW mbele, yenye ukiwa like 100 meters away ule ataona hizo SW. Hiyo inamaanisha special watch. Huyo ni mtu amefungwa 3 years and above, na makosa yake ni murder, robbery with violence. Yes, na wanataka wajue the first 6 months ya sentence yake ni mtu wa aina gani. Sawa, lakini jua special watch si kila mtu anaingianga. Sitawaambia kwa nini, because it will be itakuwa ni kuna reasons, kuna some reasons. Yeah, lakini umeingizwa special watch. So me I was given 7 years, nilihave kupelekwa special watch. Uko special watch mnaekagwa pamoja na wale watu wenye walitoka mento, walikuwa remands venye walisomewa please kuyao ya plea taking, walisomewa wakapatikana
wako incapable ya kutake plea, wakapelekwa mental facility. Wakakaa huko mpaka wakakuwa, daktari akarecommend wako sawa, they are fit to take plea, so wanaweza rudishwa kotini the case. After kukesi unakujanga, ukiconvictiwa unapelekwa special watch, ushaingia mental, sawa. Unakaa huko ukitake your medication. Unajua wanapeango those antidepressants hizo, wanakaa special watch. So wakiwa huko na wenye wamefungwa PP, wamefungwa presidential pardon, wanakaga special watch. Yes. Na the lifers wenye wako new like us from 3 years to life, unapelekango special watch. Nao watu wenye wako na mental wanaekango, au watu wenye wametoka utawajua na wako na kiraka ingine ya yellow inawekwa hapa mbele ya uniform yake na mbele ya sweater, anaonyeshana ayuko sawa hapa, wanaitango yellow lines. So umepelekwa kule. Ukipelekwa huko unakaa your 6 months, ukiwa na good conduct unapelekwa sasa kwa normal wards. Kwa normal wards unaweza zunguka. As long as yuko condemned, unaweza zunguka uende before time ya lock up ifike. Unaweza zunguka uende jikoni, unaweza zunguka uende kazi, unazungukanga around jela. Lakini ukiwa special watch utokagi, mlango inaishingi imefungwa, uko in between that kanyumba na hiyo wire mesh. Ukishatoka sasa unaweza zunguka huko uende jikoni, uende ukajitafutie kitu ya kuuma. So mimi nilikaga huko, alafu nikapelekwa kwa mama watoto. So in my next video ndawapigia story ya venye mama watoto wanakaa, how mothers with kids wanakaa jela. But kwa sahi venye ukitoka special watch umepelekwa huko mbele, unakutanaga na mambo. Kuna watu wanaitagwa lesbians, kuna wenye wanauza drugs, kuna wenye wako hiyo, inakuwaga ni like a normal society, but it's in another world. Watu wako another world. Juu hatuwezi sema the time utakuwa incarcerated, ukiingia huko like for 2 years, hata wacha 2 years, ukae huko like 2 months, ukitoka utafeel it's like you are dead, ukaresurrect. Juu kuna zile vitu zinakuwaga zimechange, unajiuliza zilichange ukiwa wapi na ulikuwa uhai. So how wako in their own society, ambapo kuna vitu mingi zinaendelea. Kuna mama mboga, kuna mama fua, kuna inakuwaga ni kuchanganika. So wewe ndio ujichagulie what's your lifestyle. Ukikuwa mtu wa drugs, wewe kazi yako ni venye tu mama wachangana na mama wabangi wanakimbizana huku nje na maaskari. Pia huko ndani mama wabangi, wa tumbako, lesbians wanakimbizana hivyo na maaskari huko. So you choose your lifestyle. Alafu kuna kitu inaitagwa bullying. Iko sana. If wewe si wa hizo vitu illegal, you'll be bullied a lot. Juu hata ule trustee mwenye amewin their trust, ameweka the fake mask, akitaka akiwa na aim ya yani akiwa na aim ya kuleta askari karibu ndio asijulikane. Like ni kama spy, ni kama yani sijui, lakini I know you are getting the picture. So ukikuwa mtu kwa 100% kule, uwezi toboa virahisi, inakuanga sana ngumu kutoboa. Juu wanatakaga mtu anaweza blend nao. Mtu ikisemekana ni aliona simu pale, haezi ongea, amefunga mdomo. Juu otherwise, kwanza watu wenye useti vitu kama simu wauliwa. Kama kwa jela za wanaume wauliwa, hata za wanawake waufanyiwa tu mavitu. Unakuta like wao ndo wanaishi kupigwa na maaskari. Now the inmates wanachochea vitu kama hizo. But as for now, wacha tuachie hapo. In my next video ndo apia detail hizo vitu zote, nikiwapelekanga how life in prison inakuwaga to mothers with their babies. But it's not smooth. Ni kitu mbaya, it's a bad experience. Jumbaka sahi mi ukasa zingine najiambia
nilitoboa. Alafu kuna zile vitu ziukuwa ni kama unajua ukizoea kitu unaambiango a habit is a disease. Yeah, kuna vitu mi uona na feel hapana siko normal, lakini ni vitu zenye zinafanyika kwa this current society ambazo mi nikiziangalia naona hapana, ni kama mi ni alien. Alafu kuna zile vitu, alafu kuna ile attitude unakuwa nayo, kuna ile attitude yes unachukuanga some good characters, but kuna zile vitu mbaya unachukuaga. Like mimi juu ya kuzoea kutumiwa force, mi naonanga mtu gentle ni kama hypocrite. Ukikuwa so gentle to me, saa zingine naonanga wewe ni hypocrite. Na msini judge, but nakuja tu nikiadopt. Anyway, I love you guys. Remember to subscribe, like, comment and share. Alafu you tell me what your thought is hapo kwa comment section, si ndio? Na uniambia what you want me to tell you. Unajua kuna zile vitu zenye ulikuwa unataka kusikia na maybe hujasikia, and maybe ziko I'll clarify. Anyway, prison is not a place for punishment, it's a place for correction. Si ndio? Sawa. Tusiseme ni kubaya na bado tusiseme ni kuzuri. Kitu naweza ambia youths, don't. Wachana na crime, wachana na kitu yenye itakurusha kwa shida. Juu pale it's not easy. Sawa. Haya, bye. See you in my next video.